Home Clinic. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo. Karibu katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi chako pendwa ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Utakuwa nami Stella hapo, mtangazaji wako wa zamu, mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Kipindi hiki cha Home Clinic, mtazamaji, kinakupa nafasi wewe kuweza kufahamu masuala mbalimbali juu ya afya yako. Na siku ya leo mada ambayo tutaiangazia ni madhara yanayoweza kusababishwa na ugonjwa wa bawasiri. Tutaweza kujifunza mengi kutoka kwenye chumba cha daktari, lakini pia utaweza kuwasikia wananchi wakitoa maoni yao namna wanavyoelewa kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Kabla sijaenda mbali zaidi, tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita. Clinical puzzle ya wiki iliyopita ilikuwa inahoji kwa nini ni muhimu kupima afya mara kwa mara. Na majibu yake ni kwamba, mtazamaji, ni muhimu kupima afya mara kwa mara ili kuweza kufahamu maendeleo ya afya yako, na kama una maradhi ama ugonjwa wote kuweza kushughulikia mapema kabla ya kuanza kuona zile dalili kulingana na ugonjwa ambao utakuwa nao. Na hii inakusaidia wewe kuweza kuwaona wataalamu wa afya na kuweza kushughulikia tatizo mapema kabla halijaleta madhara yoyote. Na baada ya kuitazama hiyo clinical puzzle ya wiki iliyopita na kupata majibu hayo, na sasa twende tukatazame afya storyline ya wiki hii. Bawasiri ni hali ya kiafya inayotokea pale mishipa ya damu iliyopo katikati ya sehemu ya haja kubwa inapovimba. Tatizo hili huwapata watu wa rika mbalimbali, mara nyingi husababisha usumbufu mkubwa katika maisha ya kila siku. Ingawa bawasiri si ugonjwa wa kuambukiza, huweza kuathiri afya ya ustawi wa mtu endapo haitashughulikiwa mapema. Bawasiri hugawanyika katika sehemu kuu mbili. Aina ya kwanza ya bawasiri ni bawasiri ya ndani. Aina hii hutokea ndani ya haja kubwa na mara nyingi haisababishi maumivu makali, lakini inaweza kusababisha kutokwa na damu wakati wa haja kubwa. Aina ya pili ya bawasiri ni bawasiri ya nje. Aina hii hutokea nje ya njia ya haja kubwa, ambatana na maumivu, kuwasha au vimba unaonekana. Bawasiri huweza kusababishwa na vitu mbalimbali. Miongoni mwa sababu zinazoweza kusababisha bawasiri: kunyanyua vitu vizito mara kwa mara, lishe isiyo na nyuzi, kunene kupita kiasi na ujauzito kwa wanawake. Lakini pia kukaa au kusimama kwa muda mrefu bila kupumzika huongeza hatari ya kupata bawasiri. Bawasiri huweza kujidhihirisha kwa dalili mbalimbali. Miongoni mwa dalili hizo ni kulingana na aina ya kiwango au tatizo la bawasiri. Dalili za kawaida ni pamoja na kutokwa na damu wakati wa haja kubwa, maumivu au kuosha sehemu ya haja, uvimbe, hali ya kutojisikia vizuri wakati wa kukaa. Dalili za bawasiri hutofautiana kulingana na aina ya kiwango cha tatizo. Dalili za kawaida ni pamoja na kutokwa na damu wakati wa haja kubwa, maumivu au kuwasha sehemu ya haja kubwa, uvimbe na hali ya kutojisikia vizuri wakati wa kukaa. Katika baadhi ya matukio, mtu anaweza kuhisi kama kuna kitu kinatoka nje ya njia ya haja kubwa. Bawasiri inaweza kuzuilika kwa kuzingatia mtindo bora wa maisha. Ni muhimu kula chakula chenye nyuzi kama mboga za majani, matunda, nafaka zisizokobolewa, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na kuepuka kujistiri au kukaa chooni kwa muda mrefu. Matibabu ya bawasiri hutegemea kiwango cha tatizo. Kwa bawasiri ya kawaida, marekebisho ya lishe ya mtindo wa maisha husaidia sana katika kujikinga na bawasiri. Aidha, kuna dawa za kupaka au kumeza zinazosaidia kupunguza maumivu na uvimbe. Katika hali kali zaidi, mgonjwa anaweza kuhitaji matibabu ya kitaalamu hospitalini na ushauri wa mtaalamu wa afya. Bawasiri ni tatizo la kiafya linaloweza kudhibitiwa na hata kuzuilika endapo mtu atazingatia usafi, lishe bora na mtindo mzuri wa maisha. Ni muhimu kutafuta ushauri wa kitabibu mapema pindi dalili zinapoonekana ili kuepuka madhara makubwa zaidi. Na hiyo ndio afya storyline ya wiki hii, mtazamaji, kama ambavyo umeweza kuona ikiangazia
kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Na baada ya kuangalia Afya Storyline hiyo, na ni wasaa sasa wa kwenda kutazama maoni ya wananchi ambayo wameyatoa kuhusiana na mada yetu ambayo tumeiweka mezani kwa siku ya leo. Ugonjwa wa bawasiri mimi ninapouelewa ni ugonjwa ambao hutokea au mtu anaota kinyama sehemu ya haja kubwa. Ugonjwa huo unasababishwa na sababu mbalimbali, ambapo mojawapo ni kuwa na mazoezi magumu ambayo yanabana tumbo, ambapo kule kwenye sehemu ya haja kunafanya mtu ajibane, kwa kile kinyama kinashindwa kuelewa kikae ndani au nje, kwa kinaweza kufanyaje kikamea. Na pia sababu nyingine ni mapenzi ya kinyume na maumbile, kwa sababu bawasiri inatokana na kile yani ni sehemu ya haja kule kuna sehemu ya ndani na sehemu ya nje. Kwa bawasiri pale inaweza kukua kutokana na sababu hiyo. Pia mtu anaweza kuepukana na bawasiri au ugonjwa huu kwa namna mbalimbali, ambapo anaweza kazingatia ulaji wa chakula anachokitumia kila siku, ambapo isisababishe ugumu wa haja, pia na kuepukana na mapenzi ya kinyume na maumbile. Hivyo basi mimi nimependa kushauri kwamba bawasiri inaepukika endapo utajali afya yako. Kwa uelewa wangu kuhusiana na bawasiri, naelewa kwamba ni ugonjwa ambao unatokana na kuziba kwa mirija ya sehemu za siri, ambayo inasababishwa na vitu tofauti kama vile ulaji wa vyakula ambavyo vina sumu. Sehemu za mirija ile ya sehemu za siri inaweza kuvimba na pia inaweza kuziba. Ushauri wangu kuhusiana na bawasiri, mtu endapo akaona sehemu anahisi maumivu katika sehemu za siri, amuone daktari kwa ushauri zaidi, ili apate kupewa dawa ambazo akitumia zinaweza kumondolea maumivu na zile sehemu zenye uvimbe. Kwa maana ukifikwa na bawasiri alafu ukao humuoni daktari, madhara yake ni uvimbe mkubwa, na inaweza kusababisha kama vile sehemu za siri kukuuma sana na kuvimba. Mwisho wa siku inaweza kutokea uvimbe ambao kusongamana na damu ikawa ni sehemu nyingi inakaa. Kwa majina naitwa Farida. Ninachoelewa kuhusu ugonjwa wa bawasiri ni ugonjwa ambao unatokea katika mfumo wa haja kubwa kwa sababu ya constipation, yani mtu anapokuwa haendi haja kubwa, na usipowahi kutibiwa unaweza kusababisha kifo, lakini pia na matatizo katika damu. Ninachoweza kuwashauri watu kuhusu huu ugonjwa, kwanza watu wawe wanakula matunda yenye kamba kama ndizi, kabichi, matunda yote yenye kamba ili isaidie mmeng'enyo wa chakula waende haja kubwa. Lakini pia watu wanywe maji. Lakini pia kama unajihisi una dalili za bawasiri, uwahi hospitali kabla madhara makubwa hayajakukuta. Huo ndio uelewa wao wananchi, wameelezea namna wanavyoelewa kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasiri. Na baada tu ya kutazama maoni hao ya wananchi, yanatupeleka moja kwa moja kwenda katika chumba cha daktari, ambapo chumba cha daktari tutakwenda kufahamu mengi zaidi. Daktari, pengine ugonjwa huu wa bawasiri unasababishwa na nini? Vitu viko vingi. Tulivyosema kuna vitu vya asili. Kwa mfano mtu umezaliwa una incontinence, yani weakness ya sehemu ya misuli inayopatikana kwenye nyonga, sehemu inayoshikilia mishipa hizi za damu. Kama zina udhaifu, inapelekea sehemu hizo za veins au mishipa hizo za damu kushuka, aidha kuweka uvimbe ndani ya sehemu ya rectum au sehemu ya utumbo mpana inaitwa rectum, au inawezekana zikatokea nje. Kwa weakness, ile udhaifu wa misuli yenyewe ambao umezaliwa nayo. Lakini pia kuna sababu zinasababishwa na mazingira yetu. Kwa mfano, sababu nyingine ni anal intercourse. Anal intercourse ni kufanya tendo la ndoa sehemu ya haja kubwa. Inapelekea zile mishipa kupata changamoto na kuvimba na kusababisha kutokea uvimbe huo. Kwa sababu asili ni uvimbe unaotokea aidha sehemu ya nje au sehemu ya ndani nilivyosema. Lakini pia tegemeana na uzito. Mtu akiwa na uzito uliopindukia, inaitwa overweight au obese. Maana ukiwa mzito sana inapelekea pressure kuongezeka kwenye zile mishipa ya damu midogo midogo na kupelekea sehemu ya uvimbe aidha kuvimba nje au ndani ya mwili wako, sehemu ya rectum. Lakini pia inategemeana na constipation. Constipation ni ile hali ya mtu kutoa haja ngumu, unatumia nguvu kupush ili kinyesi kitoke. Kwa hiyo inapelekea sehemu hiyo pia kupata uvimbe. Lakini pia inategemeana na ujauzito. Wengine wajawazito pia kwa sababu pressure inaongezeka, hii hali inatokea. Lakini pia inategemeana na kutokula vyakula ambavyo vinasaidia mmeng'enyo wa chakula, kama vile vyakula vya fibers au vyakula vya nyuzi nyuzi, kwa sababu ziko nyingi sana.
ambazo zinapelekea bawasiri kutokea. Kutokana na sababu hizo ambazo umezieleza daktari, pengine ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza pale ambapo mtu atashindwa kupata matibabu kwa wakati kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasiri? Madhara yanaweza katokea kutokana na ile grade ya bawasiri. Kuna grade ya kwanza mpaka grade ya 4. Kwa madhara yanatokea na grade yake. Grade ya kwanza unaweza kuwa na madhara, ya pili unaweza kuwa na madhara, lakini mara nyingi grade ya 4 ndio inatokea madhara sana. Madhara ya kwanza kunaweza katokea kitu cha thrombosis hemorrhoids. Ni kwamba damu inaweza kuganda kwenye eneo lile la mishipa na kupelekea baadhi ya mishipa kukosa kukosa virutubisho. Kwa lugha nyingine vinaweza zikaganda, damu ikaganda katikati na kusababisha damu isafiri sehemu zingine za mishipa. Lakini pia madhara nyingine yanaweza katokea ni kama endapo zile veins au mishipa ya damu iliyovimba inaweza kupelekea vikaziba. Vikiziba ina maana kwamba supply ya chakula pamoja na damu haitasafiri. Ni strangulation thrombosis. Lakini pia madhara nyingine kubwa ni kama itatokea kwa sababu inaendana na damu, unaweza kupata anemia. Anemia ni upungufu wa damu. Mara nyingi watu ambao wanaopata na bawasiri waga wana tabia ya kutokwa damu kwa sababu mishipa damu inavimba na saa nyingine inaweza kupasuka. Kwa madhara ni inaweza kupasuka, unaweza kupata upungufu wa damu kwa sababu damu itakuwa fanyaje, inatoka. Kwa hiyo unaweza kupata anemia, unaweza kupata mishipa zile zikafunga kabisa. Lakini pia madhara nyingine ni maumivu makali. Kwa unaweza kusema kwa hivyo ndio madhara unaweza kupata kwa bawasiri. Lakini sasa madhara yanatokea pale kwenye grade ya 4 au ya 3 ya 4 ambapo unakuta sasa tatizo limeshakuwa kubwa na likishatoka nje hawezi kurudi. Mtazamaji wa SAUT TV, kama ambavyo umeweza kumtazama daktari akieleza kwa kina kuhusiana na sababu ambazo zinasababisha ugonjwa wa bawasiri, hali kadhalika madhara yatokanayo na ugonjwa huu wa bawasiri, unanipa nafasi sasa ya kwenda kutazama clinical message ya wiki hii. Clinical message. Message. Siku zote clinical message inatusaidia kuweza kujifunza na kuweza kupokea ujumbe kuhusiana na masuala mazima ya kiafya. Na clinical message hii ni lazimu kurudi tena katika chumba cha daktari kuweza kufahamu ushauri kutoka kwa daktari. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasiri? Ushauri ni kwamba ukishajua causes au risk factors, vitu ambavyo vinapelekea kutokea kwa bawasiri, kama nilivyosema uzito kupindukia, lazima upunguze uzito. Kama nilivyosema hano intercourse, kutokufanya mapenzi kwa kutumia njia ya anus hiyo. Yaani kwa sababu inapelekea mishipa kupata weakness, udhaifu. Sababu nyingine unaweza ukafanya ni kama nilivyosema ni kula vyakula vyenye nyuzi kusaidia digest, mmeng'enyo wa chakula uende vizuri, usipate constipation, usipate haja kubwa. Kwa ukizuia zile causative au risk factors ndio utakavyozuia kutokupata bawasiri. Tiba ukiwahi, kuna dawa ambazo unapewa ambazo zinaitwa hemorrhoid cream unapaka, au kuna zingine za kupachika ambayo ina contain docortisone. Kipachika zinafanya eneo hili la kuvimbe kushrink, yani kusinyaa. Lakini pia kigomba sana, basi unaenda kwa wataalamu zaidi ili upate upasuaji, unapasuliwa ili kurudisha ile hali ya kawaida. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unaweza kutibika kama ukifanyaje utawahi, lakini ukizingatia zile risk factors unaweza usipate hemorrhoids. Na mtazamaji, na huo ndio ushauri wa daktari ambao ameweza kutoa kuhusiana na mada ambayo nimeweka mezani kwa siku ya leo, inayoangazia madhara yatokanayo na ugonjwa wa bawasiri. Na baada tu ya kutazama ushauri huo wa daktari, moja kwa moja twende tukatazame clinical puzzle ya wiki ijayo. Clinical puzzle.
Na mtazamaji, na hiyo ndio Clinical Puzzle ya wiki ijayo. Tuachie maoni yako katika uwanja wetu wa komenti na maoni yako yatasomwa katika kipindi kijacho. Nikukumbushe tu ya kwamba mada ya leo ilikuwa inaangazia madhara yatokanayo na ugonjwa wa bawasiri. Umeweza kutazama maoni ya wananchi, wameeleza namna wanavyofahamu kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasiri. Pia umeweza kutazama ushauri kutoka kwa daktari, lakini kabla ya ushauri ameeleza sababu zinazosababisha ugonjwa wa bawasiri. Pia ameweza kueleza madhara yanayoweza kusababishwa na ugonjwa wa bawasiri. Nikwambia mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Mtangazaji wako wa zamu Stella Po. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube, TikTok na Facebook. Tunapatikana kwa jina moja tu @SauTV_TZ. Nikutakie wakati mwema. Kumbuka ya kwamba Home Clinic tunakupenda na tunakuthamini sana. Home Clinic.